Usalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Leo nataka nikufundishe utawala wa Bwana Yesu Kristo wa miaka 1000 utakuwaje. Kumbuka baada ya kuondoka kwa mnyama, kuondoka kwa yule joka, nabii wa uongo, kahaba mkuu, ina maana utakuja utawala wa Bwana Yesu Kristo wa miaka 1000 hapa duniani. Na huo ni utawala ambao utaweza kuwawezesha wale ambao waliishi vizuri na Mungu kuona utukufu wake. Sasa nataka nikusomee hapa, uangalie, ujiandae ili maisha yako yasije yakabaki njia panda na ukakosa. Kumbuka neno la Mungu halijawahi kutanguka, halijawahi kubatilika. Na alisema dunia itapita na yote, lakini neno lake litasimama. Na tupo kwenye majira ya mwisho na nyakati za mwisho. Kwa tusipojua tukafua nguo zetu, tukaandaa maisha yetu kuwa ni lango kwa ajili ya ufalme, tutaikosa mbingu. Lakini pia kuna watu mmoja wanaoondoka kabla ya ile siku ya mwisho ya unyakuo. Lazima pia umejiandaa, kwa sababu haujui siku wala saa. Kuna wanaoondoka katikati, kuna ambao watakuja kunyakuliwa, na kuna hukumu ya siku ya mwisho. Kusoma Ufunuo sura ile ya 20 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 6. Nasoma kwa jina la Yesu. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Kwa hiyo tunaona nyoka au joka la zamani ni Ibilisi au Shetani. Kwa hiyo ndo anafungwa miaka 1000. Anafungwa na nani? Na malaika aliyeshuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu. Maana Yesu baada ya kufa na kuja kusema imekwisha, ila maana alishuka mpaka kuzimu, akamnyang'anya Shetani funguo za mauti na kuzimu. Mstari wa 3 tunaona akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake. Kumbuka Shetani, Yesu akiwa anatawala miaka 1000, Shetani hatakuwa kwenye ziwa la moto, bali atakuwa amefungwa kwenye gereza kuzimu. Naendelea kusoma. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Kwa hiyo baada ya huo utawala wa miaka 1000 wa Bwana Yesu, Shetani atafunguliwa kwa muda mchache. Na tunaona mstari wa 4, kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, nao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake. Sasa utajiuliza, mtu utamsujudiaje mnyama na sanamu yake? Kwa maana ni mtu ambaye umeamua kumpinga Kristo, umekataa kuokoka, unaendelea na uchafu wa dunia. Ndio maana anasema ibada ya sanamu ni pamoja na uasherati, udanganyifu, uongo. Hizo zote ni ibada za sanamu. Lakini pia anaendelea kusema kwamba wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao, wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Kwa hiyo wale ambao wamekataa chapa ya mnyama, wale ambao wamekataa kuenenda katika sanamu za Shetani, ya maana wale watu wataungana na Yesu Kristo kwenye utawala wa miaka hiyo 1000, huku Shetani akiwa amewekwa gerezani kuzimu na wamewekwa muhuri juu yake ili asidanganye ulimwengu. Mstari wa 5, hao watu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Kwa hiyo kuna wengine ambao watakuwa bado wapo paradiso au wapo makaburini, kwa hiyo ambao hawatakuwa hai mpaka siku ya mwisho ya ufufuo. Lakini mstari wa 6 anasema huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri watakatifu au heri mtakatifu ni yeye aliyesehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Kwa hiyo tunaona hawa ambao walikataa kupigwa chapa na ambao watanyakuliwa mwanzo kabisa watatawala na Kristo. Lakini kuna wale ambao watakufa
Either kulingana na kukataa chapa au kufanyaje. Amini wale watakao kataa chapa moja kwa moja, ya maana wataenda mbinguni. Lakini kuna wale ambao walishakufa wanaokuja kufufuliwa. Ina maana watabaki baada ya utawala wa ule miaka 1000, baadaye ndo tunaona shetani anakuja kuangamizwa kama tutakavyoona baadaye baada ya video hii, alafu na kutokea ufufuo na mauti kuhukumiwa, lakini pia na kuzimu kuhukumiwa, lakini pia na shetani mwenyewe kuhukumiwa, ili uwe ni mwisho wa mchezo wa shetani hapa duniani. Baada ya hapo tutaona mbingu mpya ikishuka, Yerusalemu mpya ikishuka. Hapo ndipo utakuwa ni utawala wa milele wa mwana kondoo wa Mungu na Baba wa mbinguni. Nawapenda. Nataka utafakari haya maneno. Sitaji au sifundishi story, na wengi hawafundisha haya mambo, lakini ni jambo ambalo lipo na tumeshafika kwenye majira yake. Unachohitaji ni kustuka kutoka usingizini. Dunia isikupiga upofu ukajisahau. Yupo Mungu aliye hai, anaishi, anaongea, anasema, anaandaa watu wake, anawapiga chapa watu wake majira haya. Na shetani pia yupo anapiga chapa watu wake. Kwa ukijiandaa, ukafua nguo zako, ukaishi maisha matakatifu, ukamgeukia Mungu aliye hai na kuacha ibada za sanamu na kuacha kukimbilia makanisa kwa ajili ya kuangalia miujiza. Maana wengine kwa sababu ya kufanya hivyo, wengi wamejikuta kwenye masinagogi ya shetani na wanapigwa chapa huko. Hakikisha unabadilika, unaangalia neno, unasimamia neno, unaishi kwenye neno, unatembea katika ile kweli, ili ile kweli ikuweke huru. Naitwa Apostle Johannes John. Usiache kufuatilia, kujifunza. Unaweza kututafuta, kuna vitabu. Lakini pia unaweza kututafuta, tupo Dar es Salaam. Ufike madhabahuni ili Mungu atende mambo makubwa kwenye maisha yako. Nawapenda. In Jesus name. Shalom.